Russia yaimarisha maandalizi ya vita ya nyuklia kufuatia maagizo ya Rais Putin. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imeanza kuchukua hatua za kutathmini uwezo wa taifa katika nyanja za nyuklia kufuatia maagizo ya Rais Vladimir Putin wa nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov. Lavrov aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumamosi kwamba maagizo ya Rais Putin aliyotoa kwenye kikao cha Baraza la Usalama mnamo Novemba 5 yamekubaliwa na utekelezaji wake umeanza. Umma utapewa taarifa kuhusu matokeo. Katika kikao hicho, Putin aliagiza wizara za mambo ya nje na ulinzi pamoja na vyombo maalum vya usalama na taasisi husika za kiraia kuandaa mapendekezo kuhusu uwezekano wa Russia kufanya majaribio ya silaha za nyuklia. Lavrov pia alieleza kuwa Moscow bado haijapata ufafanuzi kuhusu kauli za hivi karibuni za Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kurejeshwa kwa majaribio ya silaha za nyuklia ya Washington. Mnamo Oktoba 30, Trump alitoa agizo la kuanza mara moja majaribio ya silaha za nyuklia kwa misingi ya usawa na mataifa mengine yenye silaha za nyuklia, hatua iliyofuta rasmi marufuku ya majaribio hayo iliyokuwepo tangu mwaka 1992. Trump amedai kuwa alichukia kutoa agizo hilo, lakini hakuwa na chaguo kutokana na hofu yake binafsi ya mataifa mengine yenye silaha za nyuklia kuipiku Marekani. Lavrov amesisitiza kuwa Russia inaendelea kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa hali ya kimataifa, huku ikihakikisha kuwa taratibu zake za kiusalama zinabaki wazi na zinazingatia kikamilifu wajibu wa kimataifa. Katika kikao hicho, Putin alionya kuwa Russia itachukua hatua za kujibu kwa usawa iwapo Marekani itarejesha majaribio ya silaha za nyuklia. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wameonya kuwa uamuzi wa Trump unaweza kudhoofisha juhudi za miongo kadhaa za kimataifa zilizolenga kuzuia kurudiwa kwa maafa ya kihistoria. Aidha, wameeleza wasiwasi kwa utawala wa Israeli, mshirika wa karibu wa Marekani katika eneo la Asia Magharibi, ambao ni mmiliki pekee wa silaha za nyuklia katika ukanda huu, unaweza kutumia uwezo wake wa silaha hizo haribifu kuendeleza jinai na kupora ardhi zaidi za nchi eneo. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile msemaji wa ikulu ya Russia Kremlin Dmitry Peskov amesema nchi hiyo haina nia kukiuka majukumu yake chini ya makubaliano ya kimataifa yanayopiga marufuku majaribio ya nyuklia, lakini itachukua hatua ya kuanza tena kufanya majaribio hayo ikiwa nchi zingine zitafanya hivyo. Peskov ametoa kauli hiyo kama mjibizo kwa utatanishi uliochochewa na agizo lililotolewa wiki iliyopita na Rais wa Marekani Donald Trump kwa wizara ya vita nchi hiyo Pentagon la kujiandaa kuanza tena majaribio ya nyuklia. Trump alizituhumu Russia na China kuwa zinafanya majaribio ya nyuklia kwa siri, dai ambalo nchi zote mbili zimelipuuza na kulitoa maanani. Kufuatia matamshi hayo ya Rais Vladimir Putin wa Russia, alithibitisha tena msimamo wa nchi yake wa kufungamana na mkataba wa marufuku kamili ya majaribio ya nyuklia unaotambuliwa kimataifa, lakini akaonya kwamba ikiwa Marekani au wengineo wataanza tena kufanya majaribio, Moscow itachukua hatua zinazofaa za kujibu mapigo. Baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi vilitafsiri kimakosa matamshi yake kwa kulichukulia kama agizo la kujiandaa kwa ajili ya kufanya majaribio hayo. Katika mahojiano aliyofanyiwa na mwandishi wa habari Pavel Zarubin yaliyorushwa hewani Jumapili, msemaji wa Kremlin alisema, ikiwa nchi nyingine itafanya hivi, tutalazimika kufanya hivyo ili kudumisha hali ya mlingano, na akasisitiza juu ya alichokiita mlingano wa kinyuklia kuwa ni moja vipengele muhimu zaidi vya usanifu wa usalama wa kimataifa. Aidha, Peskov ametoa maanani wasiwasi ulioonyeshwa na Magharibi kuhusu majaribio ya hivi karibuni yaliyofanywa na Russia ya kombora la cruise la Burevestnik linalotumia nguvu za nyuklia na ndege isiyo na rubani ya chini ya maji ya Poseidon ambayo yalifanywa kabla ya tangazo la Trump, akisema kwamba hakuna hata moja kati ya majaribio mawili hayo iliyohusisha milipuko ya nyuklia. Hapo awali, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alielezea agizo lililotolewa na Trump la kufanya majaribio ya nyuklia kama njia ya kuhakikisha silaha hizo za Washington zingali zinafanya kazi vizuri. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Kwenye uwanja wa kivita, mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi usiku wa kuamkia Jumapili yamesababisha kukatika kwa umeme katika miji mikubwa miwili mpakani mwa nchi hizo. Mamlaka ya Urusi imesema takriban watu 20,000 hawana umeme. Gavana mkuu wa Belgorod, Gavana Vyacheslav Gladkov, amesema mfumo wa usambazaji wa umeme umepata madhara makubwa. Naye Gavana Voronezh Alexander Gusev ameeleza kuwa shambulio la drone kwenye mkoa wake lilisababisha kukatika kwa umeme kwa muda kwenye baadhi ya maeneo. Katika mkoa wa magharibi wa Kursk, moto mkubwa uliibuka katika moja mitambo ya kufua umeme kwenye kijiji cha Korenevo na kusababisha maeneo 10 kukosa umeme.
Wakati huo Ukraine imeripoti mashambulizi kadhaa ya drone na makombora yaliyofanywa na Urusi yaliyoilenga miundombinu yake ya umeme. Mamlaka nchini humo zimesema zimefanikiwa kuzizuia drone 34 kati ya 69 usiku wa kuamkia Jumapili. Hayo yanaendelea wakati Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetangaza kuwa vikosi vyake sasa vinadhibiti eneo la Rybin katika mkoa wa Zaporizhzhia. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden inaelezwa kwamba alitaka kuanzisha vita nchini Ukraine na matokeo yake nchi hiyo ikawa ndogo zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Ijumaa kwenye mkutano na Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban katika ikulu ya White House. Biden alishinikiza vita hivyo kutokea. Sawa, ikiwa unaweza kuamini, hakuna anayeweza kuamini, lakini ni mojawapo ya mambo hayo. Na sasa angalia kilichotokea Ukraine. Ni nchi ndogo zaidi, watu wengi wamekufa. Mwisho wa kumnukuu Trump. Vile dereva wa msafara wa nyota wa Hollywood Angelina Jolie wakati wa safari yake kwenda Ukraine ameachiliwa kutoka ofisi ya wanajeshi wa Ukraine. Wapendwa, tafadhali acheni kupanda hofu. Kila kitu kiko sawa. Dmitry Peskov alisema kwenye video iliyochapishwa tena na chombo cha habari cha Strana. Hata hivyo hakusema kama atalazimika kutumikia jeshini au la. Video hiyo japo iliweza kuonyeshwa mitaani, wengine waliipinga wakisema ni video ambayo inaonekana alilazimishwa. Vile Ukraine na Uswidi zimesaini makubaliano kuhusu uzalishaji wa pamoja wa ndege za kivita za Gripen nchini Ukraine baada ya 2033. Waziri wa Ulinzi wa Ukraine Denis Shmyhal anasema jana makubaliano husika yalisainiwa kati ya kampuni ya Kiukraini na Saab kuhusu ujanibishaji wa Gripen nchini Ukraine. Chombo cha habari cha Obshchestvestnoye kilimnukuu. Kulingana na Shmyhal, Ukraine inatumai kwamba uzalishaji wa ndege za kivita za Uswidi utafanyika kwa kiasi kikubwa nchini Ukraine baada ya 2033. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile shirika la kimataifa la nishati ya atomic limewezesha kuanzishwa kwa mkataba mpya wa kusitisha mapigano ndani kuzunguka kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Rafael Gross ametangaza. Na huduma ya usalama ya Ukraine SBU imewasilisha mashtaka bila kuwepo kwake dhidi ya meya wa Moscow Sergei Sobyanin. Katika channel ya Telegram, SBU ilisema kwamba Sobyanin anatuhumiwa kuandaa kuajiri wafanyakazi wa vikosi vya jeshi la Urusi katika mji mkuu wa Urusi na pia kuanzisha hatua za kusaidia jeshi na viwanda vya Urusi. SBU mara kwa mara huwasilisha mashtaka bila kuwepo kwake dhidi ya watu mashuhuri wa kisiasa, kijeshi, kitamaduni na umma wa Urusi. Zaidi ya hayo, Zelensky amesaini amri nyingi zinazoweka vikwazo dhidi ya watu binafsi na vyombo vya kisheria vya Urusi pamoja na raia wa nchi zingine ambao Ukraine inawatuhumu kushirikiana na Urusi. Vile wakazi wawili wa Kiev walimlaghai raia wa Marekani kwa kumuuzia silaha bandia za leza zenye thamani ya $85,000, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine imeripoti. Mashtaka yameletwa. Walilaghai zaidi ya $85,000 kutoka kwa mtu anejitolea wa Marekani ambaye alitaka kununua silaha za leza za kutumia dhidi ya ndege zisizo na rubani. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.